Napenda nikuhakikishieni kuwa serikali kupitia Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana itaendelea kutoa ushirikiano kwenu kwa lengo la kuimarisha huduma za hija na kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazowapata mahujaji wa Zanzibar katika utekelezaji wa ibada ya hija. Binafsi nafurahi kusikia kutoka mamlaka za hija za Saudi Arabia kuwa mahujaji wa Tanzania hasa wa Zanzibar wanasifiwa kwa kupata mafunzo ya kutosha na kupata usimamizi mzuri, hali ambayo inapelekea nchi yetu kutoingizwa kwenye orodha ya nchi zenye madoa kutokana na makosa ya wananchi wao wanaokwenda kuhiji. Hata hivyo, niwahimize mahujaji wetu tuendelee na mwenendo huo mwema na viongozi muwasaidie wawe makini ili kuepusha ambayo yanaweza kusababisha matatizo. Nimefurahi kusikia kuwa idadi ya mahujaji wa Tanzania na hasa wa Zanzibar inaendelea kuongezeka, jambo ambalo ni ishara ya mafanikio. Na kama tulivyosikia hapa, mfuko wa hija umeanza na tutakamilisha taratibu zinazotakiwa za kisheria ili mfuko huu uweze kutunishwa na uwapeleke watu wengi zaidi katika siku zijazo. Napenda kutoa shukrani kwa serikali ya Saudi Arabia, mamlaka zinazohusika na shughuli za hija za Saudi Arabia, hususan shirika la ndege la Saudi Arabia kwa ushirikiano mkubwa wanaotupa wa kuhakikisha mahujaji wetu wanapata wepesi katika safari zao za hija. Aidha, na ushukuru ubalozi wa Tanzania nchini Saudi Arabia kwa mchango wake katika kuwashughulikia Waislamu wa Tanzania wakiwa nchini humo. Naomba nikupe taarifa rasmi kwamba leo katika kipindi hiki cha hija tunakwenda kutimiza miaka 100 ya kuwapeleka mahujaji rasmi kiserikali. Ilianza mwaka 1926 na inaishia leo 26 kukamilisha miaka 100. Umepata bahati kubwa inshallah ya kukamilisha miaka hiyo. Karne moja tayari imeshapita kwenye masuala haya kusimamiwa na serikali. Kwa hiyo kumalizika kwa taratibu hizi itakuwa umefanya jambo kubwa sana. Moja katika maboresho makubwa ya utekelezaji wa ibada ya hija kwa mwaka huu kama yalivyotolewa na Wizara ya Afya nchini Saudi Arabia ni kutaka mahujaji wote kupimwa afya zao. Taaluma ilitolewa kwa kina na mahujaji wote wamepimwa na wako salama kusafiri. Hata hivyo, katika utekelezaji wa sharti hili la kupima afya, jumla ya mahujaji 20 hawakupata kibali cha daktari kutokana na changamoto mbalimbali za kiafya.